Hapana njia, zama mpya huanzia na mabadiliko ya fikra na uongozi bora. Utayari, maono na dhamira ya kweli ni kiapo kinachoendelea kuacha alama njema kwa Wazanzibari. Mimi Hussein Ali Mwinyi na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda, nitaitii na kuitetea katiba ya Zanzibar na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na watu wake kwa mujibu wa sheria iliyowekwa, na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie. Miaka mitano si mingi katika historia ya taifa, lakini inapokuwa mikononi mwa kiongozi mwenye maono na moyo wa utumishi na wasaidizi imara. Kufuatia uongozi huo, Zanzibar inaendelea kuandika historia mpya ya mageuzi ya kimaendeleo ya kupigiwa mfano katika kila sekta. Mageuzi haya yamefikiwa kufuatia usimamizi na utekelezaji wa misingi imara ya utawala bora chini ya usimamizi thabiti wa sekta mama ya utumishi wa umma, ikiwa ndio mlezi wa sekta zote, ikisimamia uwajibikaji wa viongozi na watumishi katika kuleta maendeleo haya yaliyofikiwa hapa nchini. Katika kipindi cha miaka mitano ya uongozi wa Dr. Hussein Ali Mwinyi, ameonyesha msimamo thabiti na dhamira ya dhati katika kusimamia sekta ya utumishi wa umma, akiamini kuwa sekta hiyo ni daraja na ni muhimili muhimu katika kufikia maendeleo ya aina yoyote ile, huku imani yake kubwa akiiweka katika matumizi ya teknolojia na ubunifu ili kuleta matokeo chanya nchini. Kwa upande wa teknolojia, hii ni nyenzo madhubuti ya kuharakisha maendeleo. Kwa kutumia mifumo ya kidijitali, tunaweza kupunguza urasimu, kuongeza uwazi na uwajibikaji na kuwafikishia wananchi huduma kwa haraka kwa njia rahisi. Hizi sio hadithi za kitabuni wala sio ndoto kutoka usingizini, bali ni mageuzi halisi na ya kweli katika ulimwengu wa matumizi ya mifumo mbalimbali ya kidigitali. Serikali kupitia mamlaka ya serikali mtandao imeanzisha na kuimarisha mifumo ya kila aina iliyopelekea kuimarika kwa uwajibikaji, huduma za serikali kutolewa kwa wakati na ufanisi, taarifa nazo kupatikana kwa urahisi. Mfumo wa vibali vya kusafiri nje ya nchi ambao unaitwa Zanvibali. Mfumo huu ulianza kutumika mwezi Mei mwaka 2024 na umekuwa na mafanikio makubwa sana. Kabla ya kuanza mfumo huu, vibali hivi vilikuwa vinatolewa kwa njia ya manyo, ambapo taasisi itakuwa inaleta barua ya kumwombea kibali mtumishi anayetaka kusafiri, ikiwa na nakala 2 za fomu ambazo zimejazwa, lakini na barua ya kuleta yale maombi. Sasa inapofika kwetu, inapofika kwangu mimi inabidi niangalie kwamba imejazwa sawa sawa, halafu ndo nitoe kibali na chenye cha barua. Sasa mlolongo wote huo ulikuwa ni mrefu, lakini sasa hivi tangu tumeanza huu mfumo unapatikana hata mpaka kwenye simu yangu. Kwa popote nilipo naweza nikatoa kibali. Mafanikio mengine ni kwamba imeokoa sana muda. Kibali kimoja mpaka nakitoa kwenye kuverify, kuthibitisha kila kitu kama taarifa ziko sawa, mpaka nakitoa kilikuwa kinanichukua karibu dakika 5 nzima. Lakini sasa hivi dakika 5 hiyo naweza nikapitisha hata vibali 15. Tazama ajira. Hapo zamani mchakato wake ulihusishwa na ukosefu wa uwazi, lakini leo mchakato wa ajira umekuwa wazi, wa haki na wa haraka. Mfumo huu umewawezesha wananchi kuomba ajira kwa njia ya mtandao, kufuatilia mwendo wa maombi yao na kupata taarifa kwa wakati. Hii ni hatua muhimu ya kuondoa mianya ya rushwa na upendeleo. Kwa kutumia teknolojia, ajira sasa si hisani bali ni haki ya kila mwenye sifa. Kwa ufupi tunasema kwamba kuja kwa mfumo wa Zanajira tumepata maendeleo, kwa sababu tumetoka watu wetu kufanya kazi kwa njia ya manual na tumeingia katika mfumo wa kidijitali ambao unawawezesha wale waombaji kazi kwanza wao kuingia moja kwa moja kwenye mfumo na kuweka taarifa zao. Mfumo kumerahisisha pia kazi zetu. Kabla ya mfumo, kama nilivyosema, kwa upande wa applicant walikuwa kileta maombi kila tukiomba. Ndani ya miezi 6 kama tulikuwa tunafanya ajira, basi unakuta tuna mrundikano mwingi wa makaratasi ambayo ilikuwa ni changamoto hata kwa uhifadhi wake. Kwa hiyo sasa hivi maombi yote yanapatikana kwenye mtandao. Mfumo wa Zanajira umesaidia sana katika kurahisisha
na kuwezesha zoezi la ajira kwenda kwa urahisi na kwa ufanisi. Awali tulikuwa tunatumia muda mwingi kuchakata maombi, tukikusanya maombi tuyapitie kwa mkono, kwa hiyo inachukua muda mrefu kufunua, kuwarekodi watu. Lakini sasa mfumo unafanya kila kitu. Unaweza kuangalia nani waliofaulu katika usaili, ukadownload short list, long list, zote ukaika kwenye mfumo. Wale ambao wanaomba wanapata majibu yao kwa muda sahihi, orodha ya usaili, mahala unapofanyika usaili na muda, yote wanapata kupitia njia ya mfumo, na mawasiliano yanafanyika kutokana na mfumo za ajira na email zao. Mimi ni miongoni mwa wanufaika wa Zanajira. Kwanza, mfumo wa Zanajira umenipa nafasi ya kuomba ajira bila kutumia gharama na nimeweza kuwasilisha maombi yangu kwa urahisi. Pili, mfumo wa Zanajira umeniongezea imani, kwani taratibu zote za uchujaji na usaili ulikuwa wa haki na kwa usawa na wenye ushindani. Nilimaliza chuo mwaka juzi 2022 na kwa bahati nikafanikiwa kuomba ajira kupitia mfumo wa Zanajira ambao tumewekewa na serikali yetu ya Zanzibar, na bahati nzuri nimefanikiwa kupata ajira kwa mfumo huo. Utumishi wa umma wa kisasa hauwezi kutegemea karatasi na mihuri peke yake. Serikali ya awamu ya 8 imeweka misingi madhubuti ya mabadiliko ya kidigitali kwa kuanzisha mfumo wa e-office unaorahisisha mawasiliano ya ndani ya serikali, uandaaji wa nyaraka, ufuatiliaji wa mafaili na kurahisisha maamuzi. E-office imeokoa muda, kupunguza matumizi ya rasilimali na kuongeza kasi ya utoaji huduma kwa wananchi. Nimekuwa mtumiaji mkubwa wa mfumo wa e-office ambao umetayarishwa na serikali. Sasa kuingizwa kwa mfumo huu umeleta suluhisho kubwa la ufanisi na simamia wafanyakazi wasiopungua 20,000. Barua zote zinakuja kwa katibu mkuu, na kwa mfumo wa zamani kila barua inakuja kwa katibu mkuu lazima itiwe kwenye faili. Kwa hiyo ulikuwa unakuja hapa kwenye meza yangu, wakati meza sasa hivi unaiona iko safi, kuna voucher chache tu hapa za kulipa, ilikuwa pamejaa faili, na wakati mwingine unaweka chini, unapunguza, unaweka nyingine. Na mfumo wa e-office ni mfumo mmoja mkubwa ambao umeleta mapinduzi makubwa. Mfumo ambao kwanza umekuja kuondoa ule urasimu uliokuwa ukizorotesha shughuli mbalimbali za kiserikali. Kipindi cha nyuma ilikuwa unaweza ukatoa barua leo, lakini majibu yakaja baada ya wiki 3 au wiki 2, kwa sababu inabidi barua yenyewe ndio isafiri. Lakini hivi sasa ndani ya dakika 3-5 unapata majibu ya barua uliyotuma kutoka ofisi moja kwenda ofisi nyingine. Mfumo wa HR Premise ni kielelezo chengine cha mafanikio ya mabadiliko ya kiutendaji. Kupitia mfumo huu, serikali sasa ina uwezo wa kufuatilia taarifa za wafanyakazi wake wote kutoka ajira hadi kustaafu. Mfumo wa HR Premise umerahisisha huduma katika utumishi wa umma, ikiwemo kuhakiki vocha, kumuingiza mtumishi, mshahara wake au stahiki yake, pamoja na kumlipa mtumishi. Hii ina maana kwamba tuna taasisi zisizopungua 30 ambazo maafisa wa utumishi walikuwa lazima watoke Pemba kuja Unguja kuja kufuatilia. Lakini pia kwa upande wa wahasibu ilikuwa ni lazima wahasibu waweze kufuatilia vocha kupitia Wizara ya Fedha. Kwa hiyo fedha ambazo zilikuwa zinatumika katika uendeshaji zilikuwa ni nyingi, ambazo zinatumika kwa nauli pamoja na kujikimu kwa watumishi katika kufuatilia malipo ya watumishi. Kwa kila mwezi zisizopungua milioni 30 zilikuwa zinatumika katika ufuatiliaji wa masuala ya watumishi. Mfumo huu wa HR umeweza kuunganishwa na mfumo wetu wa malipo ambao ni BAMAS. Kwa hiyo hii mifumo miwili sasa hivi inasomana na inakuwa rahisi pia kuweza kuwafanya malipo wafanyakazi, hasa kulinganisha mishahara yao ya kila mwezi. Kwa sasa hivi matayarisho ya mishahara pia nayo yatakuwa yameboreshwa. HR Payments imetusaidia sana. Tunalipo kwa wakati, kiwango cha malipo tunakuwa tayari tushakijua tokea kuanza kwa mwezi kwamba kwa serikali watatulipa kiwango hiki cha mishahara. Ikisha pia vile
inatusaidia kuweza kupanga sisi wenyewe mipango yetu. Zanzibar ina historia ya kupambana na vitendo vya rushwa. Chini ya uongozi wa Dr. Mwinyi, mapambano haya yamepewa kasi zaidi kupitia taasisi ya ZAECA. Kwa kutumia mifumo ya kielektroniki, uchunguzi wa kesi za ubadhirifu sasa unafanyika kwa ufanisi zaidi. ZAECA imekuwa ikichunguza mifumo ya serikali ambayo inakusanya mapato ya serikali kwa lengo la kudhibiti fedha hizo kwa maslahi ya taifa. Katika kufanya hilo, ZAECA imeanzisha Forensic Lab, maabara ya kitaalamu ambayo inatumika na ZAECA kwa lengo la kupata ushahidi wa kitaalamu ili kuweza kudhibiti na kuweza kuweka kesi nzuri dhidi ya watuhumiwa wote ambao wanahusika na ubadhirifu wa fedha na kuchukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Katika kukuza uwajibikaji na nidhamu ya matumizi ya fedha za umma, ofisi ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali imeimarishwa kwa kiwango kikubwa kupitia mifumo ya kisasa ya ukaguzi. Taarifa za kifedha sasa hukaguliwa kwa ufanisi zaidi, zikiwa na uwazi mkubwa unaowezesha wananchi wa kawaida kufahamu namna kodi yao inavyotumika. Ofisi ipo kwenye mchakato wa kuweza kukamilisha uanzishwaji wa mfumo wake mkuu, ambao mfumo huo unaitwa Zanzibar Audit Management System. Utaweza kuunganishwa na mifumo mingine ya fedha ya serikali kama vile Zanmalipo, kuna mfumo wa BAMAS, mfumo wa EHRMS, kuweza kuunganishwa na taarifa zake zitaweza kuletwa kwenye mfumo huo ambao utaweza kusaidia wakaguzi kuweza kurahisisha zile zoezi la ukaguzi. Matumizi ya mifumo ya kielektroniki katika utumishi wa umma na utoaji wa huduma za jamii na hata katika utendaji wa serikali ni swala endelevu. Huko sasa serikali ndiko inakoelekea na ulimwengu mzima ndiko uliko sasa hivi. Kwa sisi Zanzibar naweza kusema kwamba tumechelewa, lakini tunayo nafasi ya kuleta mageuzi haya na kuifanya serikali yetu ikawa ni serikali ya kidijitali. Sasa nitoe wito tu kwa watumishi wa umma kwamba wakubali mabadiliko haya, wayakubali na wachukue hatua katika kuhakikisha kwamba mabadiliko haya yanaendelea na inakuwa ni reality. Mkono wa haki haukatiki na sasa upo imara. Eneo jingine ambalo limeleta mapinduzi makubwa katika miaka mitano ya uongozi wa Dr. Mwinyi ni uimarishaji wa mifumo ya utoaji na upatikanaji haki, ambapo mahakama za mikoa na wilaya zimejengwa zikisaidia na kurahisisha upokeaji wa malalamiko na uendeshaji wa kesi kupitia mifumo ya kiteknolojia. Ni dhahiri kwamba tumepata mafanikio makubwa ya utekelezaji wa lengo la serikali yetu la kufikisha maendeleo kwa wananchi wake. Maendeleo haya yamepatikana kutokana na usimamizi wa misingi ya utawala bora, ikiwemo kusimamia utawala wa sheria na haki za binadamu, uadilifu, uwajibikaji, uwazi, kuzuia rushwa, ushirikishwaji wa wananchi, ufanisi na kuzingatia matakwa ya wananchi. Kwa upande mwingine, katika kukuza demokrasia na kuimarisha ushiriki wa wananchi kwenye masuala ya utawala bora, jukwaa la kidijitali kupitia televisheni mtandao, Utawala Bora Online TV pamoja na mitandao mingine ya kijamii vimeanzishwa ili kutoa elimu, taarifa na mijadala ya maendeleo kwa njia ya uwazi na ushirikishwaji. Hakika huu ni utumishi uliotukuka. Kwa yote hayo, inaonesha wazi ni namna gani watumishi wa umma wanaendelea kuwajibika ipasavyo kwa kufanya kazi kwa bidii na uadilifu, jambo linalopelekea kuimarika kwa huduma mbalimbali za kijamii zinazotolewa kwa wananchi. Waendelee kujituma, waendelee kufanya kazi, waweke uzalendo mbele, maslahi ya binafsi yakae pembeni, waendelee kufanya kazi kwa bidii kubwa sana, kwa sababu wao ndio watendaji wa serikali na wao ndio watumishi wa umma. Wananchi wana matarajio makubwa juu yao, wafanye kazi zao vizuri na kila taasisi majukumu yake ifanye kazi vizuri. Uwajibikaji thabiti wa Dr. Mwinyi unaendelea kushuhudiwa katika safari yake hii ya uongozi. Maendeleo katika sekta ya utumishi wa umma yanazidi kubainika kupitia maeneo yote anayoyasimamia na kuhakikisha wananchi wananufaika nayo, kwani kuimarika kwa sekta ya utumishi wa umma imekuwa ni chachu ya mabadiliko ya kimaendeleo katika sekta nyingine tofauti. Kwenye macho haambiwi tazama, wenyewe si mnaona. Sekta ya afya inameremeta, si majengo ya hospitali, wataalamu, dawa wala vifaa, vyote vimekamilika kwa idadi na ujuzi. Katika hizo hospitali zetu za wilaya tunatumia mifumo ambayo inaunganisha taarifa za wagonjwa. Tuna mfumo wa Shams
ambapo mgonjwa akienda katika hospitali yote ile ya wilaya, basi taarifa zake zinakuwa tayari zimeshaunganishwa. Mambo aliyoyafanya nasema hakuna awamu 7 zilizopita. Hospitali madawa tunakwenda tunachukua kwa mkoba. Manake tukianzia kwenye uzazi ilikuwa tunapata shida, hospitali chache. Tumefikia pahala pazuri, tunapata huduma nzuri, hospitali ni nyingi. Elimu ni nuru na huu ni mwangaza wa matumaini kwa Wazanzibari. Skuli za kisasa, walimu wenye ujuzi, maabara na vifaa vya kufundishia vyenye kujitosheleza. Kiukweli darasa hili limeturahisishia kwa kiasi kikubwa sana. Kwanza walimu limeturahisishia kumaliza syllabus kwa wakati, lakini la pili, kupitia darasa hili limetuondoshea uhaba wa walimu, kwa sababu mwalimu mmoja anaweza kusomesha madarasa 3 kwa wakati mmoja. Kwanza ningependa kumshukuru rais wetu Mheshimiwa Rais Mwinyi kwa kutuletea haya miundombinu ambayo yameanza kuongezea ufaulu wetu kwa kiwango kikubwa sana. Mifano ni tele. Hapa shule kwanza amejenga shule yetu kwa ubora, ametuwekea libraries, ametuwekea smart room, ametuwekea na vyumba vya kusomea madarasa ambayo yako in advanced way. Hakika huu ni uongozi wenye kuacha alama. Tazama miundombinu ya barabara za juu, barabara kuu na za ndani, stendi za magari, bandari na viwanja vya ndege vya kisasa. Miundombinu hii imeifanya Zanzibar kuwa ni sehemu yenye mvuto wa kiuchumi. Mwanzo ilikuwa hii barabara ilikuwa ni mbovu mbaya, lakini sasa hivi mashallah, kutoka zako hapa mpaka Kiboje kokote mkeka. Alhamdulillah, ndani ya miaka yake 5 ametutilia mkazo na stendi imefanya kazi, daladala tunapata. Vijana wana ndoto na michezo ni jukwaa lao, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha afya zao. Leo hii viwanja kila kona, mashindano makubwa na madogo yamepamba moto na vipaji vinaibuka kila uchao. Serikali imewekeza katika miundombinu ya michezo na kutoa fursa kwa vijana wa kike na wa kiume kushiriki kikamilifu. Ni zaidi ya burudani, malezi, ajira na ni hadhi kwa taifa. Katika ardhi ya karafuu na upepo mwanana wa bahari, Zanzibar inaibuka upya kupitia kilimo chenye mwelekeo wa kisasa na tija. Kwa kutumia teknolojia, mbegu bora na maarifa ya kisasa, wakulima wanazalisha mazao mengi ya chakula na biashara. Masoko ni roho ya mkulima na mjasiriamali, huku wanunuzi wakiwa na uhakika wa sehemu za kupata bidhaa. Serikali imeamsha ari kwa wananchi kutokana na kujenga masoko yenye viwango na hadhi ya hali ya juu. Ajira zimeongezeka kupitia masoko haya. Zanzibar sasa si soko la bidhaa tu, ni soko la matumaini. Nashukuru rais wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kutujengea masoko mazuri. Alituondosha kule kwenye matope mengi Kwerekwesi, akatuleta hapa. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa jitihada zake hizi alizofanya na uongozi mzuri alotuletea. Zanzibar inaendelea kung'aa na kuwa kivutio katika sekta ya uwekezaji wa kila aina, ikiwemo visiwa na mahoteli mbalimbali, na utalii umeshika hatamu. Ukusanyaji wa kodi umeimarika kwa uwazi, huku mapato yakiongezeka na uchumi ukiendelea kukua kwa kasi, ukichochewa na matumizi mazuri ya mifumo ya kielektroniki. Bahari ni hazina kubwa ya taifa. Kupitia ajenda ya uchumi wa buluu, Rais Mwinyi amegeuza bahari kuwa chanzo cha ajira, kipato na ujasiriamali. Uvuvi wa kisasa umeimarishwa, ufugaji wa viumbe wa baharini umepewa msukumo na masoko ya uhakika ya samaki. Sasa maji yamekuwa ardhi yenye mavuno. Dr. Mwinyi pia ameleta mafanikio makubwa katika sekta ya nishati. Ameboresha upatikanaji wa huduma ya umeme na maji visiwani Zanzibar. Ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya nishati hizo umeimarisha utoaji wa huduma kwa jamii na uchumi wa nchi. Ada ya mja hunena, muungwana ni vitendo. Miradi ya nyumba za maendeleo za gharama nafuu imeanzishwa
Miji inapangwa vizuri, yenye haiba ya kuvutia, na familia zinaishi hapa katika hali ya usalama. Maendeleo hayaendi bila ya makazi bora, na hilo Dr. Mwinyi ametekeleza kwa vitendo. Awamu hii ya 8 ya Daktari Hussein Ali Hassan Mwinyi, mafanikio mengi yamepatikana kupitia usimamizi mzuri wa utumishi wa umma. Mbali na mambo mengine mengi, miradi mbalimbali ya maendeleo imetekelezwa nchini, miradi ambayo ni yenye uhakika na kwa kiwango cha hali ya juu sana. Jamii sasa inanufaika kupitia miradi hiyo: barabara za kila aina, hospitali za kisasa, skuli, stendi za magari, bandari, viwanja vya ndege. Miundombinu hii imepelekea jamii kunufaika na kupata maendeleo ya haraka na ya uhakika. Ni miaka ya kazi, nidhamu na matokeo mazuri. Ni miaka ya kuwakumbusha Wazanzibari kuwa maendeleo yanawezekana tukiamua kwa pamoja. Mheshimiwa Rais, kwa heshima kubwa, makala hii ni tafsiri ya kazi yako, kazi ya kweli kwa ajili ya wananchi wako. Hongera na asante kwa Zanzibar mpya na utumishi wako uliotukuka, uliopelekea kuimarika kwa utumishi wa umma. Hakika watumishi wana deni kubwa kwako. Ni imani yetu jina lako litaandikwa kwa wino wa dhahabu. You are the champion of change in the public sector.